Ndugu mgeni rasmi, ufuatao ni mwongozo wa utoaji wa alama katika mashindano yetu ya leo hapa ya kuhifadhi Qur'an, ambayo tuna pote la juzuu 1, juzuu 3 na juzuu 5. Mambo ya kuzingatia katika mwongozo wetu huu ni mambo makuu matatu. La kwanza, tutaangalia hifdhi ya mwanafunzi ambayo itakuwa na alama 50, tajwidi itakuwa na alama 30, na makharij al-huruf itakuwa na alama 20, jumla ni alama 100. Mwanafunzi anapokuja mbele katika kiti pale ni kwamba tayari anazo alama 100, lakini alama hizi zitapungua ndipo akitekeleza makosa yafuatayo. Msomaji akisahau au akirusha aya atagongewa na atasomewa, atakatwa alama 4. Msomaji akisahau akarusha aya atagongewa na atasomewa na kisha atakatwa alama 4. Msomaji akisahau kibwagizo, yaani kuna aya ambazo zinakuwa mwishoni mwa kuna maneno ambayo yako mwishoni mwa aya ambayo sana inaeleza sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mfano sura Al-Mujadala pale tukifungua tutakuta aya mbalimbali za sifa za Mwenyezi Mungu, inna Allaha ghafurur rahim wallahu samiun alim, na kadhalika. Sehemu kama hizi mwanafunzi akizikosea atakuwa nakatwa alama 3. Msomaji akikosea neno, alisoma aya katikati ya aya akikosea neno moja atakatwa alama 2. Msomaji akikosea shakli, yani Fatiha, Kisra, Dhamma pamoja na Sakina, atakapokosea hizi atakatwa alama 1. Msomaji akiongeza au akipunguza herufi atagongewa na atasomewa na atakatwa alama 1. Tunatoa tambii au kwa lugha nyingine labda tuseme ofa kwa wanafunzi wetu hawa, ni kwamba wanafunzi atakapogongewa lakini akajikwamua mwenyewe kabla ya kuambiwa, sisi majaji huku hatulichukua kwa kosa kamili, bali tutachukua kwamba ni kwa kipindi tuwapeene, ameonyesha uwezo wake. Badala ya kumkata alama zetu tulizozitaja hizo, tutamkata robo ya alama 1. Badala ya 4 tutamkata robo ya alama 1, badala ya 3 tutamkata robo ya alama 1, ikiwa ni hili basi tutamkata robo ya alama 1. Kwa ukimsikia mwanafunzi anasoma akarudia na akajikwanga mwenyewe, sisi hatumchukui kama ni kosa lilokuwa kamili. Huo ni upande wa hifdhi. Kwa upande wa tajwidi tunaangalia vipengele vifuatavyo. Tutaangalia hukumu ya nusakha na tanwini. Tutaangalia nusakha na tanwini kwa maana kama tutaangalia idgham na ikhfa. Tutaangalia mawani, idgham tamathili, idgham shafawiyya, ikhfa shafawiyya. Tutaangalia mambo ya idgham wenyewe, idgham tamathili, idgham tafaridi, idgham mutajassimi. Vile vile tutaangalia wakfu na ibtidai, yaani wanafunzi kuna sehemu atakuwa anasimama vipi na atakuwa anarudia vipi. Tutaangalia vile vile qalqal, yaani ukizidi tano zile qaf, mim na dal zinakuwa katikati, zinakuwa na hali nyingine, zinakuwa mwisho, zinakuwa na hali nyingine. Vile vile tutaangalia mlango mzima wa mada asli na mada al-fari'i. Kwa upande wa makharij al-huruf tutaangalia vitu vikuu 4. Cha kwanza ni hukumu ya rela kwa nzito au rela kwa nyepesi, muraqaq au mufakham. Tutaangalia ni gani mwanafunzi anapozitoa, na huko tutakwenda kata alama 1. Tutaangalia badare qalqal. Vile vile tutaangalia kutoka herufi katika makharij yake, yaani mtoto anaposoma panapostahiki herufi katika vizuri katika mbaya, basi tutamkata alama 1.
tutaangalia herufi isti'la, herufi zetu saba zile: usun, dhatun, qif, khe, swadi, dwadi, ghaini, de, qaf na tari. Tutaangalia namna gani anapozipa uzito, ndipo kwanza tutakuwa anakatwa alama moja moja. Baada ya maelezo hayo, nitambulishe safu yangu ya majaji kama mnavyoshuhudia hapo. Tukianza na upande wa aya, tuna ukhti Raya Muhammad Khamis khalimu wetu, na tunaye ukhti Fatima Ali Uthmani. Kwa upande wa hifdhi tunaye ukhti Siti Abdallah Ahmad, na tunaye ukhti Yusra Juma Khamis. Kwa upande wa tajwidi tunaye ukhti Hafsa Alawi Mpwani, na tunaye ukhti Aisha Maulid Kibwana. Na kwa upande wa makhaji huruf tunaye ukhti Samira Said Suleiman mwenyeji naye, na pia tunaye ukhti Fatma Muhammad Nasr. Mimi ninayezungumza naitwa Ustadh Faqih Nasr Juma, ambaye itakuwa jaji kiongozi katika mashindano haya ya leo. Wafaqana Allah taala lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashindano yetu haya yamekusanya jumla ya juzuu 5. Kutakuwa kuna washiriki wa juzuu ya kwanza na washiriki wa juzuu 3 na washiriki wa juzuu 5. Katika juzuu ya kwanza watakuwa ni washiriki 8 na juzuu 3 watakuwa ni washiriki 5, na vile vile katika juzuu 5 watakuwa ni washiriki 5. Bila kupoteza muda, tunaanza na pote la juzuu ya kwanza. Juzuu ya kwanza anaitwa Samia Hussein Nyange ambaye ana umri wa miaka 8. Wanafunzi kadeta kwamba Minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfahu fis-suri fata'atuna afwaja. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada. Lit-taghina ma'aba. Hasbuk. Wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus salihat lahum ajrun ghairu mamnun. Falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Innahu dhanna Allah. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura. Sadaqallahul azim.
صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.